Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wapenzi wafuatiliaji wa channel ya kwetu Kilele cha Ufahamu inayoongozwa na mimi Alhabibi Yahya kutokea hapa Dar es Salaam, Tanzania. Ndugu zangu, leo tutaelezea katika darasa letu asali ya mambo ya jadi. Ndugu zangu, asali ya mambo ya jadi na mambo ya mila na mambo ya asili. Ndugu zangu, wengi katika watu, yawezekana hata wewe unanisikiza pia ukawa ni miongoni mwa hao watu, wanasumbuliwa na mambo ya mila za kwao, wanasumbuliwa na mambo ya jadi za kwao zimewafunga. Kuna wengine wakafungwa na wazazi wao, kuna wengine wamefungwa na mama zao, kuna wengine vimewafunga vile ambavyo vilifanywa na wazazi wao, aidha kwa kujua au kutokujua, au kwa makusudi, au kwa kurubuniwa, au kwa kudanganywa. Wengi wanapitia katika misoto ya jadi. Na ndugu zangu, mambo ya jadi, mambo ya asili hayakwepeki. Yani hakuna mtu ambaye ataweza kukwepa jadi akasema mimi kwamba mimi sina jadi au sina asili. Maadamu mtu alizaliwa na mwanamke na mwanaume, basi lazima ana jadi, ziwe zinamsumbua au ziwe hazimsumbui, ziwe zimetulia au ziwe hazijatulia, lakini kila mtu ana jadi. Lakini ukitaka kuona jadi ni kitu kibaya, ukitaka kuona jadi ni kitu cha kuogopwa, cha kukimbiwa, ikukalieni vibaya kwenye ukoo, au iwakalie vibaya kwenye familia, au mbaya zaidi ikuchague wewe tu, ile sahani moja na wewe, utajuta kuzaliwa. Mtapata shaka kwenye mafamilia hayo. Kuna wengine wao riziki hazipatikaniki, kuna wengine ndoa hazipatikaniki, kuna wengine watoto hawapatikaniki. Yani karibia ukoo mzima wao ni watu kudhalilika na kufedheheka. Hayo ni mambo ya jadi ambayo yanakuwa yakiwasumbua watu. Sasa kuna watu wanasumbuliwa na mambo ya jadi, lakini sambamba na hayo mambo ya jadi, wao bado wanasumbuliwa na maradhi mengine ya kurogwa. Kuna mwingine jadi zinamsumbua ajifahamu, lakini pana maradhi yanamsumbua anayajua. Mfano, kashaambiwa wewe unaumwa kichwa cha kurogwa au una jini. Hata mtu huyo huanza kutafuta tiba za kujitibia. Matokeo yake inakuwa ni ngumu yeye kupata shifaa, kutokana na kwamba hawa maruhani subhanallah, hawa watu wa jadi, hayo mambo ya asili na mila za kwao zimemfunga, na hakuna mwalimu ambaye atakufungua kwa nguvu au anakufanyia akafanikiwa kama jadi za kwenu zinakuwa zinakuandama, zimekuchukia, zimekunja. Hivyo ukuta utawaliza waganga na watabibu, lakini lako halitotimu, lako halitokuwa. Kwa hiyo kama kuna la kuanza ni mtu kushughulikia jadi za kwao, shughulikia jadi za kwenu zikakaa vizuri, zikawa zimeweza kunyooka, na Mwenyezi Mungu akatia baraka zake, na Mwenyezi Mungu akatia kheri zake katika hizo masala. Kwa hiyo kuna watu sasa anashangaa kwa nini siponi,
Kumbe kinachozuia yeye kuponya, kupata pozo, kupata afueni, kupata nafuu ni ile jadi ya kwao ambayo imemkamata. Na kama nilivyosema, saa nyingine mtu ajijui ajifahamu kabisa. Kwa hiyo jadi tuziogope sana. Jadi zinasababisha jambo dogo kwako liwe kubwa. Ibidi upewe dawa kwenye kikombe unywe upone, lakini unamaliza mapipa ya dawa. Jadi imekuzuia na haiponeki na haitengenezeki na ipo kama ilivyokuwepo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuzingatieni sana haya mambo ya jadi. Yanawasumbua wengi, yanawatesa wengi. Lakini suluhu ni kutengeza zile jadi kama zitakuwa watu wanazifahamu, lakini kama zitakuwa zina manufaa, kama ziko sawa, zinaweza kutengenezwa zikatekelezwa na watu wakaendelea kuishi maisha mazuri. Lakini kama hazitekelezeki au hazifahamiki, zina fitna ndani yake, basi hukumu yake ni kuziua zisiweko. Njia ya kupita ni kuziua, kuzimaliza kwa watu wenye hiyo taaluma, kuua zikamalizika, ili mtu akabakia katika hali ya salama na amani. Kwa ndugu zangu, sikia kwamba watu wanasumbuliwa na jadi, lakini ikikukuta, omba Mungu isikukute. Ikikukuta waweza juta hata kuishi, na kama mtu na roho ndogo utajiua, kwa sababu utaona hamna anayekufaa, hakuna anayekusaidia, hakuna mwenye nia njema na wewe. Ndugu zangu, tutashika haya na tutafanikiwa. Min alladhina yastami'una alqawla fayakhtabuna hasana, walhamdulillahi rabbil alamin.